Na mtazamaji, karibu ikiwa ni siku ya Jumapili, nikitumai kwamba siku yako ilikuwa na wingi wa matumaini kama yangu ilivyo katika siku hii ya leo, na kukaribisha tuandamane nasi kuanzia sasa hadi tamati, maana tumekuandalia taarifa nyingi ambazo zitakuwa zinakidhi mwonjo wako. Lakini kabla ya yote, hizi ndio baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. Tukifika huko nisikia nikajisikia mimi nikiwa chini, nikiwa majini, kichwa ya ngari kaingia kwa maji. Watu 6 wa familia moja waangamia kwenye ajali ya barabarani eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a. We must fight drugs, we must fight illicit alcohol, we must fight all kind of vices that are destroying the lives of our people. Serikali sasa yasema itateketeza shehena ya bilioni 8 ya dawa za kulevya iliyonaswa Mombasa. Kila kitu kitayari kwa mamilioni ya wanafunzi wa gredi ya 9 na 6 wakianza mitihani yao ya CBC hapo kesho. Na tutakueleza juhudi za wanawake waliokaidi itikadi kugeukia pakubwa uvuvi maeneo ya Ziwa Victoria. Na mtazamaji, karibu. Mwenzangu ni Yula Nzale ambaye yuko tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Na watu 6 wa familia moja wamefariki kufuatia ajali iliyotokea baada ya gari walimokuwa wakisafiria kutumbukia ndani ya mto Kiama, kaunti ya Murang'a. Familia hiyo ilikuwa ikirejea nyumbani kutoka sherehe ya kulipa mahari maeneo ya Kiambu. Na kama anavyoripoti Mary Mwoki, ajali hiyo inafikisha idadi ya waliofariki kwenye barabara katika kipindi cha saa 24 pekee kufikia watu 12. Kijiji cha Ndia eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a kinaomboleza baada ya familia moja hapo kupoteza jamaa 6 katika ajali ya kutisha usiku wa Jumamosi. Gari aina ya matatu iliyokuwa imebeba watu 13 wa familia moja lilitumbukia kwenye mto Kiama mita chache kutoka nyumbani kwao. Walikuwa wakirejea kutoka sherehe ya kulipa mahari Kiambu. Tukawa tukiwa nusu, hapo ndio tulikuta ndio gari ilipotea. Nikaenda kushika ikakataa, nikaomba Mungu, kaambia Mungu usikubali. Sasa kusema namna hiyo, wakaanza kupiga duru, wote wakapiga duru. Tukifika huko nisikia nikajisikia mimi nikiwa chini, nikiwa majini, kichwa ya gari kaingia kwa maji. Watu 6 waliaga dunia papo hapo, huku manusura wakipelekwa hospitali ya rufaa ya Murang'a. 6 kati ya waliokuwa wameaga dunia, ikiwemo babangu mzazi, na kuna wengine wamepata majeraha. Ipata sisi kwa hiyo hospitali ni wagonjwa 6. Tukawahudumia vizuri, walipigwa picha, wakafanywa investigations zenye zilikuwa zinahitajika, wakahudumiwa vizuri na wako sawa. Mmoja tu ndiye anaonekana ako na injuries serious na atalazwa hospitali. Miongoni mwa walionusurika ni Julius Waroingi ambaye bado anaona miujiza kwamba yuko hai. Tulikuwa tunatoka Kiambu na tulikuwa tumekaribia kufika nyumbani. Dereva akasema gari imekosa breki na yeye akakosa kudhibiti ile gari. Ilikuwa masaa ya usiku, ile gari ikatutumbukiza kwa mto. Wakazi wa eneo hilo wanasema daraja hilo limekuwa tisho, likikosa usalama kando ya barabara. Imetuagusha sisi wote kwa mto. Familia mzima ya watu 13 walikuwa kwa hiyo gari. Watu wa serikali watuangalilie hiyo barabara, hiyo daraja ni mbaya. Juu haina mabati ya kando na kando, kwa hivyo inaweza kosa ajali mingi sana hapo. Maiti za marehemu zimepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti ya hospitali ya Murang'a level 5. Maafa hayo ya punde yakijiri saa chache baada ya watu wengine 6 kufariki kwenye ajali nyingine ya barabara ya Nakuru. Mary Mwoki, Runinga, eCitizen.
Na shehena ya dawa za kulevya yenye thamani ya bilioni 8 iliyonaswa hapo jana itateketezwa. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema kuwa serikali itaendelea kupiga vita ulanguzi wa dawa za kulevya baada ya washukiwa 6 raia wa Iran kukamatwa katika ufuo wa Bara Hindi. Uchunguzi umebaini kuwa meli iliyotumika ilikuwa imetoka Iran na washukiwa hao kupewa ramani ya kusafirisha shehena. Francis Mtalaki anatuarifu kutoka Mombasa. Shehena hii ya dawa za kulevya iliyonaswa hapo jana yenye thamani ya shilingi bilioni 8.2 katika ufuo wa Bara Hindi itateketezwa. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akizungumza kaunti ya Kisumu amewaonya walanguzi kuwa vita dhidi ya mihadarati vitaendelea huku wahusika wakuu wakilengwa. Na unaona hao wanapelekwa kotini na hivi karibuni utaona tukidestroy those madawa ya kulevya publicly, because we have resolved as a nation that we must fight drugs, we must fight illicit alcohol, we must fight all kind of vices that are destroying the lives of our people. Uchunguzi umebaini kuwa washukiwa 6 raia wa Iran na meli hii iliyokuwa na kilo 1024 za mihadarati ilitoka Iran chini ya amri wa mlanguzi mkuu aliye nchini humo. Mlanguzi mkuu akiwapa washukiwa ramani kusafirisha shehena hiyo wakitumia simu za satellite kwa mawasiliano. Kulingana na kikosi kinachoendelea na uchunguzi, meli hiyo na washukiwa waliokamatwa katika eneo linalojulikana kwa kubadilishana dawa za kulevya zaidi ya kilomita 600 kaskazini mwa fuo za Mombasa. The vessel you see behind us has been under the radar of the international community, being suspected of carrying out illicit, particularly narcotics activities within the Western Indian Ocean. Simu za washukiwa hawa pia zinazuiliwa kwa uchunguzi zaidi, moja ikiwa ni kubaini ni wapi mihadarati hiyo ilikuwa inaelekea. Jumatatu washukiwa hawa wanatazamiwa kufikishwa kizimbani na kikosi cha makachero wa DCI, jeshi la wanamaji, shirika la Kenya Coast Guard, halmashauri ya bandari KPA, pamoja na maafisa wa kitengo cha ujasusi NIS wanatazamiwa kuomba muda zaidi mahakamani ili kukamilisha uchunguzi ambao umeiweka tena taifa kwenye ramani ya dunia kuhusu ulanguzi wa mihadarati. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa. Na mtazamaji, nataka niangazie taarifa ambayo nitakupa nafasi pia kama kuna mwanafunzi ambaye unamjua umtakie kila laheri wanapokuwa wanaanza mitihani kwa nambari ya ujumbe mfupi, na baadaye nitakuwa napitia jumbe hizo. Mamilioni ya wanafunzi wa gredi ya 6 na ya 9 wanafanya mtihani wao wa utathmini wa kitaifa kuanzia hapo kesho. Serikali kupitia Wizara ya Elimu na ile ya Usalama wa Kitaifa imewahakikishia wanafunzi na walimu kuwa maandalizi yamekamilika. Huu utakuwa ni utathmini wa kwanza kwa wanafunzi walioanza sekondari msingi chini ya mtaala mpya wa CBE. Brenda Wanga na mengi zaidi. Huku zikiwa zimesalia saa chache kabla mitihani ya gredi ya 6 na 9 kuanza, maandalizi katika shule hii ya Kari, kaunti ya Kisii yanakamilika. Wanafunzi karibu 300 katika shule hii watafanya mitihani hiyo ya KPSEA na KJSEM. Our teachers have been there. We have been doing a lot of revision, and as learners on our own, we have been learning, and I would say that we are prepared and ready for the exam. We are very well prepared, and we want to pray that God gives us the results because we've really worked hard. Takriban wanafunzi milioni 2.4 wa gredi za 6 na 9 watafanya mitihani hiyo kote nchini. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa mtihani wa gredi ya 9 kuandaliwa baada ya mtihani wa KCPE kuondolewa. Kufikia mwaka 2023, wanafunzi wa shule ya msingi walikuwa wakitahiniwa kupitia mitihani ya KCPE kabla ya kujiunga na shule ya upili chini ya mfumo wa 844. Mtaala wa CBC hata hivyo unawaruhusu wanafunzi kujiunga na shule ya upili katika gredi ya 10. Maswali ya mtihani vilevile yanatofautiana na yale ya KCPE ambapo watahiniwa hawakuhitajiwa kujieleza bali walipewa mtihani wenye kuwapa fursa ya kuchagua majibu. A notable change is that this year in the KJSEA there will be structured questions and there will be objective questions. So at least we know how to do the packaging, how we have prepared the kids, on even the shading. That previously we used to shade, the kids used to shade by just having a stroke, but this time they'll be doing a full shade in the entire number that is in the OMR. However, there is no that pressure like what we used to see in 844. Mitihani hiyo itaanza Jumatatu na kukamilika Jumatatu ijayo kwa wanafunzi wa gredi ya 9. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.
Na mtazamaji, miongoni mwa wanafunzi wanaofanya mtihani wa kwanza wa gredi ya 9 wa KISEA ni Caleb Spencer, ambaye licha changamoto ya kupooza anajiunga na mamilioni ya wanafunzi wanaoanza mtihani yao hapo kesho. Caleb Spencer anasema yuko tayari licha ya kupooza miguu yake alipopata ajali kwa kuanguka kutoka mtini wiki chache zilizopita. Crispin Otieno alikutana naye huko Kisii na kutuandalia taarifa ifuatayo. Pili mwendo wa saa 6 mchana. Tunafika eneo la Stage Miwa viungani mwa mji wa Kisii. Hapa tunakutana na familia ya Caleb Spencer wakijizatiti angalau kumuingiza ndani ya nyumba. Caleb mwenye umri wa miaka 15 hakuwa hivi wiki chache zilizopita. Alikuwa mwanafunzi mchangamfu kabla ya kuanguka kutoka mti na kupooza miguu yote miwili. Nilienda kuchuna, time nilikuwa na chuna yangu low quartz, so nikashikilia branch yenye ilikuwa imekauka, nikaanguka kutoka juu ya mti. Nilikuja na kichwa but kafika chini, nikatumia mikono, nikaenda kaa ule mwana anafanya exercise, ndio nikaangukia mgongo, nikalala na mgongo. So kwenda kusimama nikapata miguu ifanyi kazi. Zikiwa zimesalia saa chache tu kabla ya kuanza mtihani wake wa kwanza hapo kesho mwendo wa saa 2 asubuhi, kijana huyu yuko mbioni kudurusu vitabu vyake dakika za lala salama. Akiwa na mzazi wake kando yake, Caleb anashikilia kwamba licha ya ugumu anaopitia kwa sasa baada ya kupooza miguu, hajakata tamaa. Yuko tayari kwa mtihani wa KCSE hapo kesho kama njia mojawapo ya kutimiza ndoto yake siku za usoni ya kuwa daktari wa mifupa. Nimejiandaa nayo. Nimenunua vitu vya kufanya exam. Nimekuwa nikirevise huku nyumbani. We thank God that at least he can be able to sit now, kwa sababu hapo awali hakuwa anaweza kukaa. Changamoto kuu kuanzia kesho ni jinsi ya kumsafirisha kila siku kwa takriban siku 6 zijazo. Mwanafunzi huyu hii leo alishindwa kujumuika na wenzake kwa matayarisho ya mtihani wao hapo kesho, kwani mbinu ya kumsafirisha ilikuwa changamoto kwa wazazi wake. All we need is support, tuweze kumsaidia aweze kurudi to his normal condition ili aendelee na masomo yake. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kisii. Na mtazamaji, na ibada maalum ya Jumapili imeandaliwa nyumbani kwa marehemu aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Ibada hiyo iliongozwa na askofu wa Kianglikana wa Dayosisi ya Bondo, David Kodia, ilihudhuriwa na familia, waumini wa kanisa la Kianglikana, jamaa na majirani wa Odinga. Katika mahubiri yake, Askofu Kodia aliangazia umoja katika jamii. Na baada ya ibada hiyo, wafuasi wa klabu ya Uingereza ya Arsenal hapa nchini, ambapo pia Raila Odinga alikuwa mfuasi na mwanachama sugu, walitembelea familia ya Raila Odinga kuiliwaza. Mashabiki wa Arsenal wakiongozwa na Silas Odhiambo walivalia sare za klabu hiyo na kufika kwenye kaburi la Odinga na kufanya maombi. Baadaye walitangamana na Mama Aida Odinga na Raila Junior, ambapo walikabidhi familia sare ya klabu ya Arsenal yenye nambari 80 kuashiria miaka aliyokuwa ametimiza Raila Odinga kabla ya kifo chake. Na mtazamaji, na mwili unaoaminika kuwa wa msichana wa chuo kikuu cha Nairobi aliyeripotiwa kutoweka eneo la Kikuyu umepatikana katika hifadhi ya maiti ya City. Hii ni baada ya sehemu ya mwili wa mwanamke kupatikana katika msitu wa Kefri, Kikuyu, na kupelekwa kwenye hifadhi hiyo tarehe 17 Oktoba. Familia inasema inaandaa uchunguzi wa DNA ili kuhakikisha mwili huo ambao umeharibika kiasi cha kutotambulika. Franklin Wala anaarifu. Familia ya Jane Atila, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi na ambaye amekuwa akitafutwa kwa kipindi cha wiki 3, ilifika katika hifadhi ya maiti ya City, Nairobi katika juhudi za kumtafuta. Familia hiyo ilionyeshwa mwili ulioletwa hapo tarehe 17 Oktoba kutoka msitu wa Kefri huko Kikuyu. So the body must have been recovered by police on 17th. And that area was the same proximity within which the crime was committed.
Mwili wenyewe ulikuwa umeoza vibaya sana na ulikuwa umekatwa vipande. The view of the body is such that very little flesh remain on the body. Part of the left leg is badly done, and the skull is separate from the body. The skull also bears evidence of violence. Baada ya kuangalia mwili huo, familia inasema kuna uwezekano mwili huo ni wa msichana huyo ambaye amekuwa akitafutwa, lakini uchunguzi wa DNA utahitajika. The only thing we would ask the government and the DCI Kikuyu to continue doing is to initiate a DNA. Maybe that's the only one that would put us into the light as if this is the body we are following up, or dismiss it and continue following the body or an individual that is still missing. Jane Atila aliripotiwa kutoweka tarehe 3 Oktoba, siku ambayo alikuwa ameenda kumtembelea rafikiye wa kiume. Marafiki wa msichana huyo wanasema tangu siku hiyo hakuwahi kuonekana na simu yake ilizimwa. Majirani wa rafiki huyo wa kiume aliyetambulika kama Nicholas Mutua wanadai siku hiyo kulikuwa vurugu chumbani mwa kijana huyo, na kisha baadaye Nicholas na Jane hawakuwahi kuonekana. Jane Atila alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha Nairobi na alikuwa akisomea ualimu. Polisi wanamzuilia mshukiwa kituo cha Kikuyu. Mshukiwa huyo Nicholas Mutua anasubiri kufikishwa mahakamani kesho. Franklin Wala, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, na baada ya taarifa ya Franklin Wala tutachukua mapumziko mafupi, na kama nilivyokueleza ni kwamba nitakuwa nachukua nafasi ya kusoma baadhi ya jumbe ya kila mmoja atakayetuma kumtakia heri njema za mtihani wale ambao wanafanya mtihani wa kwanza grade ya 9 wa KCSE. Lakini pia mtazamaji, ukumbuke kama umekuwa makini kwa taarifa zetu, kuna taarifa moja tumeona jazi ya Arsenal na kuna taarifa moja tumeona jazi ya Manchester. Kama ulikuwa makini, nafikiri umejionea hizo jazi mbili. Ni wewe ujiulize umeziona wapi. Mengi baada ya muda usio mrefu. Mbiu ya mgambo ikilia, kuna jambo. Mpenzi msikilizaji wa kaunti ya Embu, uko tayari? Wimwaro FM ikishirikiana na Jipange na Viusasa inakuandalia msafara wa kukatana shoka kwenye mtaa karibu nawe. Tunapasua kaunti ya Embu mwezi huu wa Oktoba. Jumatatu tarehe 27 tunaanza Moraro, tuelekee Gashuriri, Makima, Mashanga, Mutuavare, Kiritiri, Chiakago, Liando, kisha tumalizie Kidhemo. Kutana na wanahabari tajika wa Wimwaro FM wakiwamo Kabuteni Murimi wa Kamwendia, Mr. Big G na Baba Njeru KK. Pia tutakuwa na Mokaya Junior kutoka Viusasa, nayo mirindimo ya burudani ikiongozwa na DJ K Bush. Kwenye mix wanamuziki Sharon mtoto wa mama na Warugeko Mwene. Tuna zawadi chungu nzima, usikose. Njoo Jipange na Viusasa. Access to finance and capital, that is very key in unlocking impact and growth like what we are reporting in Shamba Pride. It is a big challenge, and EIB has been one of the biggest examples of deploying capital to early stage companies. And I think I really take pride in EIB capital that has really been very key for Shamba to unlock growth of creating jobs internally and also creating jobs to thousands of farmers and agro-dealers we work with across different villages in Kenya. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Enjoy Dawat Basmati rice 5 kg at 1,149 shillings. Mount Kenya UHT milk 500 ml at 44 shillings. Nutramilk green lentils 1 kg at 264 shillings. And Jamal laundry basso cream 1 kg at 155 shillings. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Ungebeba ino. Ha, ha.
ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity. Yummy na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, hebu kama nataka juicy juni. Naam, karibu tena mtazamaji. Kumradhi, tunaenda katika makala maalum ambapo ni kwamba kupungua kwa idadi ya samaki katika ziwa Victoria kumesababisha migogoro sio tu baina ya wavuvi bali pia kati ya asasi za usalama kutoka nchi jirani. Hali sasa ikisababisha kina mama pia kujitosa katika uvuvi, jambo ambalo linakisiwa kuwa kinyume na itikadi za jamii ya Dholuo. Laura Otieno alitangamana na baadhi ya wavuvi wa kike kaunti ya Kisumu ambao wamekaidi itikadi hizi za jadi. Saa 3 asubuhi, Pamela Otieno anaondoka katika ufuo wa Kagwel, kaunti ya Kisumu. Kwa miaka 10 sasa, mama huyo wa miaka 50 amekuwa mvuvi. Uamuzi wa kuanza kazi hii ukiwa umechangiwa na hali mbaya ya biashara ya uchuuzi iliyofanya kundi hili kujitosa katika uvuvi. Naenda napata pesa kidogo, sioni kama inaniwezesha vile ilikuwa inafaa. Nikawachana na maneno ya soko, nikaingia kuvua. Vile niliingia kuvua sasa napata na watoto wangu walienda shule. Shughuli yangu yote inafanyikana vizuri. Huku mawimbi yakitikisa dau, kina mama hawa kwa ustadi mkubwa wanavuta nyavu, wengine wakiendelea kudhibiti mashua. Kazi yenyewe ikitaka sio tu tajriba ya uvuvi bali pia lishe bora. Carbohydrate, mnajua nyoyo. Ndio tunatumia sana kwa sababu hiyo ndio tunaweza kupata hapa. Ukichukua hata chapati, ukienda uwezi unaweza hata kuanguka chini. Na kama unavuta hiyo kitu kila siku, pia unakuwa strong kwa sababu unafanya exercise. Idadi ndogo ya samaki pia ikizua changamoto. Tukenda huku baharini, saa zingine tunapata hipo, ongadonwa nyavu wane. Kama imesangada hiyo nyavu yetu, samaki yongeke sabara hiyo nyavu. Samaki sasa hakuna. Tukenda huko tuna problem nyingi sana. Wangetusaidia hata na mkopo, hata wangetuletea cages ili tupate uvuvi wa karibu. Kwa sababu keji tukiwa nayo tunaweza kuilinda hapa karibu. Kulingana na tamaduni za jamii ya Luo, kazi ya uvuvi kwa kawaida imetengewa wanaume. Hata hivyo, wavuvi wa kiume hapa Kagwel huwasaidia kina mama hawa haswa katika kuonya vijana waraibu ambao mara nyingi hutumika kusukuma dau au kuvuta nyavu. Mtu kama mimi naweza kataza vijana usikule pombe. Usipokula pombe utaingia kwa boti yangu. Jaribu kesho. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, tukisonga mbele kwamba viongozi wa Kenya Kwanza wanaendelea kutetea sheria kuhusu udhibiti wa mitandao iliyoidhinishwa na Rais William Ruto, wakisema kuwa wale wanaopinga sheria hiyo wanawapotosha Wakenya. Sheria hiyo imekumbwa na upinzani kwa madai kwamba inalenga kuwanyamazisha wakosoaji wa serikali, japo viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na Spika wa Bunge Moses Wetangula na kiongozi wa wengi Bunge la Kitaifa Kimani Ichung'wah wakisisitiza kwamba sheria hiyo ni ya kuhakikisha nidhamu inadumishwa katika mitandao ya kijamii. Walizungumza huko Isanjiro, eneo bunge la Malava. Itakuwa aibu kubwa kuona ya kwamba katika mitandao ya kijamii watoto wanaonyesha watu wakiwa uchi, watu wakifanya mambo machafu, watu wakivuta bangi, watu wakifanya mambo mabaya, na wale ambao wanazungumza maneno haieleweki. Ni kukinga kanisa dhidi ya dini potovu ama cultic behavior
and religious extremism. Lengo la pili na muhimu sana, padri, lilikuwa ni lengo la kulinda familia zetu kutokana na mambo potovu ya ngono na maonyesho ya ngono kwa mitandao. Mnaposhika mkono William Ruto aende tamu ya pili kama jirani, tunaomba na nyinyi mtafute majirani akiwemo Ichung'wa ili uongozi uje magharibi. Na uongozi haiwezi kuja magharibi, uongozi itatokea hapa Malava, ikuja hapa Western, ndio Wetangula na viongozi wa hapa wakalie kiti ya enzi. Anasema dedication ifikie mpenzi wake. Unajua babako pia alikuwa romantic vile tulipatana. Siku hizi kwa kama meza na kiti. Atoti, hebu ona babako amenitumia zile forwarded links zake tena. Ukiishiwa na maneno, cheza vile unafeel. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now ama SMS Wigo to 20425. Ndio ufike right on time. Wigo, your trusted ride. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Na mtazamaji, naona kuna jumbe nyingi zimeingia, lakini utaniwia radhi ni kwamba jumbe hizi zitasomwa baadaye na wenzangu watakuja saa 3, kwa hiyo watumie pia vile vile saa 3, watakuwa wanawatakia heri wale ambao wanakalia mtihani kuanzia hapo kesho. Mimi kama Rashid Abdalla nasema asante kuweza kutizama, na walioelekeza pia vile vile unasema asante kwa kuweza kutenga muda wa kuwa ndani ya Nipashe Wiki. Naitwa Rashid Abdalla. Mengine yaliyofanyika ya kawaida ya Arsenal hatuna haja tuyazungumzie kwa sasa, mambo ya kawaida tu.